Hili ni pila bora liende. Yanga walimtaka Pandevu akawachomolea. Ni maneno ya Edo Kumwembe, ambapo kwa mjibu wa mchambuzi wa soka kutokea hapa Tanzania, Edo anadai kwamba nasikia hata watani wao Yanga waliingilia dili la kumtaka kocha huyo raia wa Bulgaria. Maswali ni mengi. Kwanza kabisa, hatuna mipango ya muda mrefu. Ina maana bila Simba kucheza na Gaborone United, basi leo hii Pandevu asingekuwa kocha wa wekundu wa Msimbazi. Ina maana kwamba bila ya Simba kucheza na Gaborone, basi Yanga nao wasingemuona Pandevu. Kwa nini hatukumuona huyu kocha kabla ya mechi ya Gaborone United? Hapa ndipo unapogundua kwamba mpira wetu ni bora liende tu. Hatuna mipango ya muda mrefu. Hatuandiki chini kinachopaswa kufanywa kwa msimu mzima. Kitu chochote kinachoweza kutokea muda wowote. Hatuna mpango A wala B. Kila kitu kinaweza kutokea ghafla tu. Simulizi ya namna ambavyo kuna wachezaji wengi wamesajiliwa na timu hizi kwa sababu waliwahi kuzifunga. Basi sio kwamba walimchunguza mchezaji hapo awali. Hapana, ni kwa sababu amewafunga tu. Lakini hakukuwa na uchunguzi yakinifu kuhusu mchezaji mwenyewe kabla ya pambano dhidi yake. Ni hadithi ya Ditram Njimbi pia. Aliwafunga Yanga mabao 3 na hapo Yanga wakaanza kukimbizana na saini yake bila kujali kwamba mchezaji mwenyewe alikuwa hajawahi kufunga mabao zaidi ya 10 katika msimu mmoja. Alipotoa Yanga, mabosi ndio wakaanza kugundua upungufu mwingi kwake. Kama angekuwa amechunguzwa awali, si ajabu angemchukua kwa sababu tu alikuwa amewafunga mabao 3 katika mechi moja. Kila laheri kocha mpya Msimbazi. Kila kitu kwa Simba ni kwamba wamechukua mapema kabla msimu haujachanganya, na atakuwa na muda mrefu wa kuojoa wachezaji wake kabla mambo hajafika mbali. Aliweza kufunguka Edo Kumwembe akiwa anazungumzia jinsi gani ambavyo vilabu vya Simba na Yanga vimekuwa vikichukua wachezaji makocha kwa mihemko mikubwa zaidi, huku bila kufanya uchunguzi kwamba wanachukua kwa sababu wamemwona kwenye mechi moja au mbili, au kwa sababu mchezaji anakuwa amewafunga, basi wao wanaamua kumchukua huyo mchezaji bila kufanya uchunguzi wa kina.